Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama alivyosema mchungaji, ifuatayo ni taarifa fupi ya maendeleo ya mradi wa uwekezaji wa chaplaincy yetu ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika kiwanja cha Changanyikeni. Wapendwa wana chaplaincy katika Kristo, neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nanyi nyote. Kwa niaba ya Baraza la Chaplaincy na Kamati ya Ujenzi, tunamshukuru Mungu kwa kuendelea kutuongoza katika utekelezaji wa maono ya chaplaincy yetu. Leo tunapenda kuwapa taarifa kuhusu maendeleo ya mradi wa uwekezaji unaotarajiwa kutekelezwa katika kiwanja cha chaplaincy kilichopo Changanyikeni. Dira ya mradi. Chaplaincy ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam imepewa jukumu la kuhubiri Injili, kulea waumini kiroho na kuhudumia jamii. Ili kuhakikisha huduma hizi zinaendelea kwa ufanisi na kwa uendelevu, Baraza la Chaplaincy limeona umuhimu wa kutumia rasilimali ambazo Mungu ametujalia, ikiwemo viwanja vyetu ambavyo bado hatujaviendeleza. Lengo la mradi huu si kujenga jengo pekee, bali kuanzisha uwekezaji utakao kuwa chanzo cha mapato ya kudumu kwa chaplaincy yetu. Mapato hayo yatasaidia kuimarisha huduma za kiroho, kazi za misioni, malezi ya vijana na wanafunzi, pamoja na utekelezaji wa shughuli mbalimbali za maendeleo ya kanisa kwa miaka mingi ijayo. Uamuzi wa kuanzisha mradi. Baada ya kupitia tathmini ya kina ya matumizi mbalimbali yanayoweza kufanywa katika kiwanja chetu cha Changanyikeni, Baraza la Chaplaincy lilifanya maamuzi ya kuendeleza eneo hilo kwa kuzingatia vigezo vifuatavyo. Kwanza, kukidhi mahitaji ya jamii, hususan wanafunzi wa vyuo vikuu. Pili, kuzingatia maadili na misingi ya Kikristo. Tatu, kuhakikisha uwekezaji unakuwa endelevu na wenye uwezo wa kujitegemeza, au wengine wanasema sustainability. Kutokana na tathmini hiyo, baraza lilipitisha ujenzi wa nyumba za makazi, yani apartments, zitakazojulikana kwa jina la Trinity Residence. Hatua zilizofikiwa. Ili kuhakikisha mradi unatekelezwa kwa weledi, tarehe 16 Juni mwaka huu, Baraza la Chaplaincy liliteua kamati ya ujenzi na kamati ya fundraising na kuzikabidhi rasmi majukumu yake kupitia hadidu za rejea walizopewa. Mara baada ya kuanza kazi, kamati ya ujenzi imefanikiwa kufanya yafuatayo. Kwanza ni kuzipitia na kuzielewa hadidu za rejea. Pili ni kuandaa mpango wa kazi wa utekelezaji wa mradi huo kuanzia Juni mwaka huu hadi mwisho wa mwaka 2028. Na tatu, kuanza maandalizi ya kumpata mshauri mwelekezi au consultant atakayesanifu mradi na kusimamia utekelezaji wake kitaalamu. Kwa kuzingatia misingi ya uwazi, ushindani na uwajibikaji, mchakato wa kupata washauri welekezi utaanza kwa kutangaza expression of interest, ambapo wataalamu wenye sifa wataonyesha nia ya kushiriki. Tangazo hilo litaanza kutolewa leo. Baada ya uchambuzi wa awali, watakaokidhi vigezo wataalikwa kushiriki hatua zinazofuata za mchakato wa ununuzi hadi kupatikana washauri welekezi watakaosanifu mradi na kusimamia utekelezaji wa mradi huo. Baada ya hatua hiyo, mradi utaendelea katika hatua zifuatazo. Kwanza, kukamilisha usanifu wa mradi. Pili, kupata mkandarasi au wakandarasi. Tatu, ni ujenzi wenyewe wa mradi. Nne, ni ukaguzi wa kazi zilizotekelezwa. Na tano, ni kukabidhi mradi kwa matumizi. Uwazi na uwajibikaji.
Baraza la chaplains na kamati zote mbili zinatambua kuwa mradi huu ni mali ya wanachaplains wote. Kwa sababu hiyo, utekelezaji wake utaongozwa na misingi ya uwazi, uwajibikaji, matumizi sahihi ya rasilimali na uzingatiaji wa taratibu zote zinazohusika. Wanachaplains wataendelea kupewa taarifa za maendeleo ya mradi katika kila hatua muhimu ya utekelezaji ili kuhakikisha kila mmoja anafahamu maendeleo yanayofikiwa. Mwito kwa wanachaplains. Mradi huu wa chaplains ni wetu sote. Hivyo tunawaomba wanachaplains wote kuendelea kufanya yafuatayo. Kwanza, kuombea mradi huu pamoja na viongozi wake. Pili, kushiriki kwa mawazo na ushauri wenye kujenga. Tatu, ni kuunga mkono juhudi za uchangishaji wa rasilimali zitakazowezesha utekelezaji wa mradi huu. Na nne, kuwa mabalozi wazuri wa mradi huu ndani na nje ya chaplains yetu. Kwa neema ya Mungu, tunaamini kwamba mradi huu utakuwa nguzo muhimu ya kuimarisha utume wa chaplains kwa kizazi cha sasa na vizazi vijavyo. Neno la Mungu katika Mithali sura ya 16 mstari wa 3 linasema, mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Kwa imani hiyo, tunaendelea kumtegemea Mungu atuongoze katika hatua ya utekelezaji wa mradi huu ili kila kinachofanyika kilete utukufu kwa jina lake na kiwe baraka kwa chaplains na jamii nzima. Asanteni kwa usikivu na kwa kuendelea kushiriki katika kujenga kazi ya Mungu.